msikilizaji pote pale ulipo kwenye bao la asubuhi. Hili bao la asubuhi kila wakati huwa linakuja kupatia fursa ya kuweza jitathmini na kuona kwamba unafikia wapi kwenye mapambano ya maisha. Tunakuomba mpenzi msikilizaji, simama na kituo hiki kufikia malengo yake ya uratibu kwenye hatua ya kuweza kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yetu mbali na kwa njia nzuri yatakao tanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Wasilisha mchango kupitia paybill number ni 625625, account number ni 01245085217800 au till number ni 45614668 kupitia mitandao yote. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Bao la asubuhi siku ya leo kwa ajili ya wewe ambaye umekaribia kukata tamaa. Kuna watu wameweza kukukatia tamaa. Wanaamini kabisa hauwezi tena kuwa vile unavyosema utakuwa. There are those people watakukatia tamaa kwa sababu hawaoni. Wakiangalia karibu wakiunganisha mahesabu unavyosema utakuwa hawaoni. Wengine wanaona umri wako ushaenda sana. Yaani miaka imesonga na inaonekana umechelewa. Wanaona kwamba huyu imechelewa. Yaani kuna ambao wanaona kwa makosa uliofanya hakuna namna unaweza kurekebisha na kuinuka tena. Kwa sababu kuna makosa labda ulifanya. Na wanapoangalia wanaona kwamba huyu hakuna vile anaweza kurekebika na kuinuka tena. Wamekuweka kwenye hiyo class, hayo madaraja. Si unawafahamu wale ambao wanaona haustahili kwa sababu ya udhaifu wako, wanajua kabisa udhaifu wako, na ndio maana wanaona hata uwezi kuinuka. Wanajua hadi madhaifu yako. Kiufupi ni kuwa kila siku utakutana na watu ambao hawaamini kama unaweza kufanikiwa zaidi ya leo. Kila siku utakutana na watu ambao wanaamini kuwa unaweza kufanikiwa zaidi ya leo. Wanaamini kwa sababu wanaona labda miaka imesonga, umechelewa. Ningependa kukufahamisha, Sara alimzaa mtoto akiwa na umri upi? Wa ujanani ama uzeeni? Hata maono yako hivyo. Kuna maono mengine utayasubiri sana ujanani, utayapata uzeeni. Hapo ndio utakaa ukila na kijiko. Wewe umeona wanasheria. Wanasheria ndiye akuja aanze kufurahia wanasheria. Amekuwa jaji, anakuwa amefanya kazi ya uwakili kwa muda mrefu. Ndio baadaye pale anaenda pale sasa, hapo ndio anasema amekubuu. Kuna nyakati ya kuweza kuwa wakili kwenye maono yako, na kuna nyakati ya kuweza kuwa jaji ama magistrate kwenye maono yako. Ni vipindi viwili tofauti. Kama leo unapitia hali hii, napenda kukukumbusha kuwa wewe usijikatie tamaa. Jikubali. Hata kama wao wamekukataa, wewe amua kujikubali. Amua kuendelea kupambana unachokiamini. Na kuna siku matokeo utakayoyapata yatakuwa na mdomo wenyewe wa kuzungumza. Na litakuwa somo kwao kuwa Mungu anaweza kuwawezesha na kuwainua walio chini kabisa, waliokataliwa na wengine, na kuwaketisha na wakuu. Sema tu leo kwamba sitajikatia tamaa. Ninajikubali. Anzia hapo. Na hilo ndio bao